afande, tumekuja, lengo kubwa ya kamati hii ni kwenda kuangalia maeneo yaliyoathirika kwa ukubwa wake. Tukishapata hiyo, tukae tena chini na watu wa ndani wa mkoa na jeshi, alafu tuangalie sasa ukubwa wa zoezi na jeshi tunaweka nguvu kiasi gani. Kwa afande, tumekuja, lengo kubwa ni kwenda kuangalia kule, alafu tuje tukae pamoja, tuone jeshi kuna maeneo yale ya dharura ya haraka. Tuone sasa tukishaona ukubwa wa zoezi na jeshi tuone tunaweka nguvu kiasi gani. Nafasi hii kwanza kuwashukuru Luteni Kanali Mwakajinga na ujumbe ambao umeongozana nao kuja mkoani Mwanza kwa kusikia kilio cha wananchi wa mkoa wa Mwanza kuhusiana na swala la magugu vamizi ndani ya Ziwa Victoria. Na nishukuru pia mkuu wa majeshi jeshi la wananchi wa Tanzania Jenerali Jacob Mkunda kwa kuwapa maelekezo ya kuja mkoani Mwanza ili kushirikiana na wana Mwanza kwa ajili ya usafi wa Ziwa Victoria, hususan magugu maji ambayo yamejitokeza hivi sasa na yana athari kubwa sana kwa wananchi wa mkoa huu, kwa sababu tunafahamu kwamba magugu maji yale yanaathiri maji yenyewe. Kwa hiyo na wananchi wanatumia yale maji kwa ajili ya kunywa na shughuli nyingine, lakini pia wanatumia maji ya Ziwa Victoria kwa ajili ya ufugaji wa samaki, wanatumia maji ya Ziwa Victoria kwa ajili ya uvuvi wa samaki, lakini kuna vyombo vya usafiri vinavyopita ndani ya ziwa, lakini hivyo vyote vimeathiriwa na magugu maji. Tena ni magugu maji mapya, ni madogo madogo na spishi yake ni spishi mpya. Kwa hivyo ukiyavua leo yana generate, ukivua leo tani 10, baada ya siku 2 zimezaliwa tani 20. Kwa hiyo kidogo kuna changamoto. Lakini pia mkienda pale sehemu ya Kigongo Busisi mtaona yako magugu maji ambayo yalishaota mpaka sasa ziwa lenyewe limefunikwa. Kwa hivyo sisi pia mkakati wetu ni kuhakikisha pia na yale yanaondoka ili ziwa lote liwe clear. Kwa hiyo sio tu haya magugu maji mapya, lakini yalikuwepo na magugu maji ambayo pia yamepelekea eneo fulani la ziwa, nafikiri kando ya daraja mtakwenda mtaona kwamba imekuwa ni kama msitu, kiasi kwamba inaondoa uhalisia wa ziwa, kupunguza kina cha maji, na ziwa hili ni ziwa la kujivunia katika bara la Afrika. Kwa hiyo niwashukuru sana mamlaka ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, lakini pia Amiri Jeshi Mkuu, kwa sababu yeye ndio kiongozi mkuu wa jeshi hili. Lakini Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya jitihada kubwa sana. Tulikutana naye Dodoma, aliita vikao mbalimbali, na bila shaka ni matokeo pia ya vikao hivyo ambavyo tumeviita. Kwa sasa tunachukua hatua za awali za kupunguza yale magugu, kwa sababu zinaathiri injini na nini za vivuko na nini. Lakini mkakati mkubwa ni serikali imekubali kutoa fedha shilingi bilioni 3 ili tununue mashine ya kuyachakata yale magugu. Nchi za Ulaya wanapitisha hiyo kama feri tu ambayo ikishaenda ikirudi imesha clear. Kwa hiyo na sisi kwa long term plan serikali imepitisha hiyo kiwango cha fedha kama dharura ili tushughulike kupata mashine nzuri ambazo zitaweza kuchakata yale magugu maji. Kwa hivyo ujio wenu unaashiria namna ambavyo mmekuwa jeshi la wananchi limekuwa ni kweli jeshi la wananchi, kwa sababu wanaoathirika pale ni wananchi, na jeshi la wananchi kipaumbele cha kwanza na ulinzi wa mwananchi. Na ulinzi wa mwananchi haina maana tu ulinzi dhidi ya silaha za adui. Ulinzi ni pamoja na kuhakikisha wanapata maji kutoka ziwani. Ulinzi ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanasafiri, kwa sababu wasiposafiri kunaweza ukatokea peace disorder. Wasipopata maji kunaweza ukatokea machafuko, kwa sababu watu wanagombea maji, hawapati maji, ziwa limechafuka, ziwa limeharibika, pampu hazifanyi kazi, pampu zimekufa. Kwa hivyo kunaweza kutokea uvunjifu wa amani. Kwa hivyo jeshi katika matukio ya namna hii ni wajibu wenu
na ni sehemu ya jamii yetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunamshukuru mkuu wa majeshi, bila kumsahau waziri wetu wa ulinzi Stergomena Tax, ambaye yeye pia ni mtu hapa Mwanza, kwa hiyo anafahamu hiyo changamoto vizuri sana. Kwa hiyo amekuwa ni kiongozi hodari, kiongozi bora. Tunajivunia hasa kuwa na waziri wa ulinzi kutoka katika mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo kwa kifupi niseme tunawakaribisheni na tutawapa ushirikiano wa kila hali. Asanteni sana.